Mtangazaji wa chombo kikubwa duniani CNN, Larry Madowo, ambaye asili yake ni Mkenya, ametoa wito maalum kwa wananchi wa Tanzania ambao wamepata matokeo ya polisi na magenge yake kupiga risasi na kuua raia wakati wa maandamano ya Oktoba 29, kutuma video, picha na nyaraka zozote zinaonyesha ukiukwaji wa haki za kibinadamu ili kukamilisha taarifa ya uchunguzi wa suala hilo. Katika taarifa ya Madowo anasema vikwazo kwa uhuru wa vyombo vya habari vya nchini Tanzania imesababisha changamoto ya kupata taarifa za kina na uhuru. Hivyo ameomba walioshuhudia, waliorekodi na walioathirika au ukatili huo watume video au picha ili CNN iweze kuweka wazi ukweli na kuitangazia dunia juu ya kile ambacho kilifanyika. Ikumbuke kuwa mamlaka za Tanzania zimeendelea kukaa kimya kuhusu mauaji haya na hatua za kuchukua. Wanaharakati wa haki za kibinadamu wanasema ikiwa vyombo vya dola vitaendelea kukaa kimya, basi ushahidi unaokwenda nje utachukua nafasi kubwa zaidi. Kwenye video hiyo ambayo alikuwa amepandisha, alikuwa anasema Watanzania, naomba usaidizi. Tunaandaa ripoti CNN kuandaa kilichotokea wakati wa uchunguzi na baada ya uchaguzi na kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Wengi wamefariki, lakini wanahabari wengi wa Bongo, akimaanisha kwamba Tanzania hawana uhuru kusema ukweli. Kwa hiyo nitumie video kama ulikuwa umerekodi wewe mwenyewe, hujatumiwa na mwingine. Niko kwa inbox, DM ipo wazi, tusaidie kuchunguza nini kilitokea ili tuoneshe ulimwengu wote. Kikweli habari ya Larry Madowo sasa hivi imechukua nafasi kubwa sana nchini Tanzania, wengi wakitaja kuwa anahamasisha migogoro na kusambaza taarifa za uongo, lakini wengi wameweza kupongeza kwa sababu vyombo vingi vya Tanzania vimeshindwa kufanya hiki kitu ambacho yeye anaenda kukifanya. Na kwa mujibu wa yeye, anaeleza kuwa vyombo vingi vya habari Tanzania haviko huru na ndio maana wanashindwa kufanya vitu ambavyo vinaweza kuleta mikwazo kwenye jamii zao, lakini sambamba na migogoro dhidi ya serikali yao.